Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na kwa niaba ya kamati nzima ya Dake, Waislamu wa Dake, tunashukuru sana kwa ujio wa Sheikh. Tunaamini Sheikh alikuwa na shughuli nyingi sana. Tumekaa na Sheikh hapa zaidi ya wiki mbili, na kabla ya kuja huku walipitia umra. Baada ya kutoka umra akaja moja kwa moja huku. Sisi kwanza tunatoa shukrani sana kwa Sheikh. Tunampa pole na kwa familia yake kwa kumsubiri muda mrefu, kwa sababu walimhitaji muda kama huu, lakini aliona kwa sababu ya dini na akaamua kuitika wito wa jamii wa Waislamu wa Dake, kusema kwamba na mimi niende kwenye jamii ya Dake niwasalishe Idi. Kwanza tulifurahi sana, tumesali Idi kwa pamoja, watu walikuwa wengi, hadi leo watu wanatamani Sheikh aendelee kubakia hapa. Ila ujumbe wangu kwa jamii na Waislamu wote dunia nzima ni kwamba tujitahidi kuwa pamoja, na yule ambaye atahitajika, Sheikh yeyote ambaye atahitajika, sijui kama mwakani au mwaka mwingine, wakituma ujumbe, tunamuomba Sheikh aje kuisikiliza jamii yetu ya Dake, aje kuwa pamoja, kuwatolea mawaidha, watu wapate mawili matatu, wafaidike kwenye dini. Mashaallah, ujio wa Sheikh ukikuwa mbaya, na maana ni ujio mzuri sana kufika kwake. Mashaallah, tumepata Waislamu ambao ni wawili ambao walikuwa ni jamii ya Kikristo wamesilimu. Ina maana jamii yetu ya Dake itaenda inaongezeka, itaenda inakuwa kubwa. Tunashukuru sana, na familia ya Sheikh pia tunaiombea, tunaomba msamaha kwa kuwa tumemchukua Sheikh kwa muda mrefu, ila haikuwa kwa niaba ya sisi binafsi, ila ilikuwa ni kwa niaba ya dini, na yuko hapa kwa sababu ya dini. Leo ni siku ya mwisho ya kumwaga. Tunayo furaha kubwa sana kuona kwamba jamii imekusanyika kuja kumwaga Sheikh, na baadaye ataenda kukutana na familia yake. Tunashukuru sana kwa niaba ya Dake nzima, kama kamati kuu tunashukuru kwa hayo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wa sayyidina Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabadu watukufu wa Islam, tunashukuru kwa mara nyingine, tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunatakia rehema na amani kiongozi wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi kwa kweli nimevutiwa na kutoa shukrani kwa mara nyingine kumshukuru Sheikh wetu kipenzi chetu aliyekuja kwa ziara karibu ya wiki mbili. Mashaallah, alhamdulillah, Waislamu tumenufaika, na leo ndio siku tunamwaga, anarudi nyumbani kuona familia na kuendeleza kazi zake za dawa. Sheikh tulimpokea wiki mbili zilizopita. Mashaallah, Waislamu Brisbane walinufaika. Alituletea mada muhimu sana, zikiwemo mada ya riba, mada ya watoto na mada ya kusegenya, maana yake ya kuongea watu wengine. Alhamdulillah, tunashukuru sana kwa Sheikh, na tunashukuru sana kwa familia, maana yake tunajua Sheikh alikuwa anatokea umra, ila sisi tulipomuomba aje kutuswalisha Idi huku, mashaallah akaja kutuswalisha. Alhamdulillah, kila kitu kimeenda salama salimini. Kwa hiyo tunashukuru familia yake, ndugu zake, jamaa zake, haswa familia yake ya ndani, mke wake, watoto wake, mashaallah, na wenyewe Mwenyezi Mungu awalahisishie inshallah. Kwa kifupi, sina mengi ya kuzungumza isipokuwa tu ni shukrani tu kwa Sheikh. Tunamtakia kila laheri, safari njema, Mwenyezi Mungu aende mbele, alahisishe mambo yake na ampe mema hapa duniani na kesho akhera inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Alim, mimi ndo mchunga hazina wa kundi letu la Dake, na nataka kutoa tu shukrani kwa Sheikh wetu, kwa maana imekuwa furaha sana kwetu kuwa na wewe. Tumefarajika, tumesoma mengi, tunawishi kabisa, yani umeendelea kuwa na sisi kwa muda mrefu, lakini ndio hivyo, tunajua na familia na inabidi muondoke. Tunakutakia kila la kheri kwenye safari yako. Tunashukuru sana kwa ujio wako kama kamati kuu ya Dake.
tunashukuru sana kabisa. Tunayo furaha kubwa sana ambayo tuwezi kuelezea, lakini cha uchache ni kusema tu shukrani kwa wakati wako na kujitolea sana ili kuona jamii yetu inaendelea. Shukrani kwa za dhati. Sina mengi ya kuongea na kutakia safari njema huko uendapo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa baad. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuwazima tena uhai kwa leo. Na pia nashukuru sana kwa Sheikh, tungai na mgeni wetu hapa, mgeni mpendwa Sheikh Abdul Hamid Yesu. Tungai na mpendwa wetu hapa, lakini hii ni katika hali ya kumuaga juu tutakuwa naye tena kesho kwa kuondoka. Saa pia tulikuwa tunatushukuru kwa ujio wake, pia bimaana ametufunza kitu kikubwa sana, takwa na uchamungu baina yetu, juu binadamu kila huwa binadamu anajisahau, lakini na maswali mengi mashallah tulikuwa nayo, tumeuliza, tumekehanika, tumeweza kufumbua masala yenyewe alikuwa anatatiza yenyewe tulikuwa tujui, tumejua. Kwa kweli tunampongeza sana shehe wetu mpendwa, ili Allah aweze kumjalia hikma, amjalie umri, amjalie na afya iliyokuwa njema. Pia tunamwombea tena inshallah kwa majaliwa tuweze kuonana wengine siku tena, akijaliwa kufika huku inshallah aweze tena kuweza kutudarasisha tena kwenye jamii yetu, juu kizingatia jamii yetu inahitaji muhamasishaji kama shekhe. Tunaomba tena kwa shekhe na kamati nzima tuweze kuangalia gisi tutamuitisha kwa mara nyingine tena, aweze kuja juu aweze kutufundisha mawaidha, tumweze kumuuliza tena, kumuhoji maswali ni mengi sana tuko nayo, lakini ndivyo tena mara nyingine tena tunamwombea Sheikh aweze kufika hapa, kuja tena kwa ujio wake tena, tunamkaribisha sana tena sana. Kwa hiyo siwezi sema mengi, naishia hapa. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tunataka tutoe shukrani za dhati kwa mwalimu wetu ambaye ni shehe wetu Abdul Hamid Yusufu kutoka Sweden kwa ujio wake kuja kutuweza kujumuika na sisi hapa Australia, Brisbane. Kwa kweli tunamshukuru sana na tuna furaha nyingi sana, na tunazidi kumwombea Mungu amjaze kila la kheri na amlinde na kila la shari, na aweze kuwa karibu na sisi hata siku nyingine tukitaka tena tukimhitaji huko aweze kuwa mwepesi sana kama alivyokuwa mwepesi kwetu. Kwa kweli tuna furaha nyingi sana na tunashukuru sana, na Mungu amjaze kila la kheri kwa kweli. Na bila kusahau tutawashukuru kwanza hata familia yake nyumbani, kwa sababu amefanya kitu kikubwa sana, maana ametoka umra, alivyotoka umra ndo akaja huku kwetu Australia, na hivi sasa na wiki mbili hapa Australia, na baada hizo wiki mbili alikuwa amechukua tena wiki mbili kule Maka katika ibada yake ya umra. Sasa kwa kweli tunashukuru sana kwa kutokana na jinsi alivyotupa muda wake katika upendo mwingi sana, na sisi tulifurahi sana kwa kweli. Mpaka hivi tuko kwenye ramu starehe, anaondoka kesho, lakini tunatamani abaki hapa, abaki kwa kweli. Kwa kweli shehe wetu tunashukuru sana, shukran sana, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tumshukuru Allah kwa uwezo mwenye kuneemesha neema kubwa na neema ndogo. Basi shukrani zimwendee
jamaa wote kwa Waislamu, wanaume kama vile wanawake. Tunashukuru zaidi sana kupokea shehe wetu Abdul Hamid katika Australia, mgeni huyu kwa kuwa kututizama na muda wote tunafanya naye hapa. Shukrani, iswalisha Idi, alhamdulillah rabbil alamin. Tunashukuru, furaha zaidi sana. Basi Waislamu wote wa Australia wanafurahi sana sana tena sana ujo kufika kwake. Basi wanasema mgeni, mvua iko kama vile mvua ikinyesha na mwisho wake umekatika. Basi alikuja muda tunafanya naye kama vile mvua, na wakati wake wa kurudi na Mwenyezi Mungu amjalie arudi salama, afike nyumbani salama, akute familia yake, bibi, watoto. Tunasalimu vile vile mke wake, mama na watoto wote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujumbe ufike kwa uwezo wake Adak. Nashukuru sana, insha Allah kwa uwezo wake lillahi tutaweza kukutana safari nyingine. Kwa Mwenyezi Mungu atulinde sisi wote, atupe umri, atupe afya, atupe uzima. Haya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tuna furaha sana kuagana na shehe wetu. Mungu amlipe kila la kheri, amjalie kwa yote yenye ameacha na tuongoza tufate na sisi wewe mwenendo, na awe mwenye kutuwea karibu na kutuulizia kila swali lenye litakuwa linaleta matatizo, kama jinsi ameachana tuahidi atuulizia, asishindwe kuuliza. Tunamkaribisha karibu tena. Mwenyezi Mungu amuongoze kila la kheri, na huko kwenye atakwenda Mungu amuongoze na atufanyie na sisi umra, atufanyie nguvu, atuhamasishe yani wamama wote wa hapa kwa kusema na sisi tuende umra kwa huruma wake Allah. Mimi nilikuwa ni mama kiongozi, lakini kwa hivi sasa nakuwa kama vile posta. Wakiwa habari wananitumia na mimi nafika natuma kwa mama, yani kwa kundi letu, kwa kutaka liwafikie ninaanza kupitia kwangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذي أحيانا على ما أماتنا إليه النشور. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na hali zake, sahaba wake, familia yake wote, Mwenyezi Mungu atumtanishe pamoja katika siku hiyo
ya katika Firdaus. Na washukuruni Waislamu wote kwa jumla kwa jinsi mmeweza kuitika siku ya leo, siku adhimu. Kwanza mbele ya yote, acha nimshukuru Sheikh wetu ambaye ametoka Sweden. Kwa kweli Sheikh Abdul Hamid Yusuf, tunakushukuru sana. Mimi ni Bwana Kiza, nipo hapa toka 2006, ndio tumetoka huko kambini Malawi, tunaingia hapa Brisbane moja kwa moja, tukufikia kwenye state nyingine. Tulikuja tuko wachache sana, tumefika hapa wa Afrika ni wachache sana. Kwa kweli kuona leo tunakuwa na nafasi ya kuweza kuitisha mashekhe waje kutupa dawa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Baada ya kushukuru wewe kwa wito wako kutuitika wito wetu ili uje kutusaidia, haikuwa jambo rahisi kwa kuwa ulikuwa umepitia huko umra, ikakufanya upite unaendelea moja kwa moja huko. Sio jambo rahisi kuacha familia. Kwa kweli Allah akuzidishie kheri na baraka. Na leo sisi kama kamati ama jumuiya ya Kiislamu ambayo iko hapa Brisbane, tuna masikitiko sana kuona unatuacha tena katika siku ya leo. Tutakuwa na kumbukumbu. Umetupa mengi, umetusaidia mengi katika knowledge ya dini. Alhamdulillah, kila mtu aliona ni kitu gani ambacho tumefaidika. Tunahitaji Allah kupatia afya iliyokuwa njema ili uweze kurudi tena mara tena, na ikibidi kubaki hapa, kwa kweli itakuwa ni furaha na faraja kwetu. Na sitoshe, unaona mambo ambayo umeweza kutufanyia leo. Ulikuwa ukipiga kelele twende kucheza mpira, tunaona kama ni mambo ya kawaida, lakini tumeelimika mambo mengi pale. Tumekutana tuna vijana wetu wadogo ambao wanaweza kusakata soka vizuri, na ikawa ni nguvu nyingine zaidi ya kutukutanisha sisi na kutuunganisha na vijana wadogo ambao wanaenda ovyo barabarani. Hili ni jambo ambalo hatukuwa tunalitarajia, lakini ikiwa litaendelea na utaendelea kutupatia nasaha na nguvu na encouragement, huenda hili jambo tutakuwa tukikushukuru wewe, ambapo halijafanyika hapa. Lakini naamini kila mtu ametoka pale anasema tu watoto wetu wanacheza mpira mzuri. Inshallah tunaweza tukaenda tukaangalia namna gani ya kuwasaidia tuwe na timu ya watoto na vijana wetu, ili na sisi tuparticipate katika competition mengine. Nashukuru kamati tendaji ambayo imeweza kuorganize kukukaribisha kwenda kukuandikia, kukuomba kuja huku, na organization yote kwa jumla mwanzo mpaka mwisho, bila kuwasahau akina mama ambao wameweza kuacha mambo yao, shughuli zao kwa ajili ya kukusupport mwanzo mpaka mwisho. Kwa kweli adake mimi naiona kabisa iko katika mikono ya kina mama. Wanajitahidi sana sana, hawalali kwa kila jambo ambalo linaonekana ni la kusaidia dini, kusaidia jamii yetu. Kina mama hawalali, wapo imara kwa dakika yoyote ile kuwa na support mara kwa mara. Hakuna ambacho kinachofanyika tunawatenga, tunaweka nyuma. Tuko sambamba, bega kwa bega. Kwa kweli naweza nikatoa shukurani kupitia wazee wa busara. Ninatoa pongezi sana kwa kina mama. Ongereni, ongereni, ongereni sana. Mwenyezi Mungu awabariki, awape hikma hiyo, awape mapenzi hayo, awaondolee misukosuko na balaa, awape ndoa yenu iwe kila ambaye kwenye ndoa yake iwe ya baraka, na yule ambaye hajapata kuolewa Mwenyezi Mungu ampatishie mchumba ambaye atakayekuwa mzuri, ambaye watakaishi kwa amani na baraka hadi siku ya mwisho. Nikirudia sasa kidogo, kuna watu ambao tunao wapya hawajui historia ya hii jamii yetu ya Hadaki.
ndo kidogo nataka niingie haraka tujue wapi imeanzia na wapi ipo kwa haraka, sintoenda detail. Mwaka 2006 tulipokuja hapa, mimi mwenyewe nimefanya miezi misita. Ramadhani kaingia, ikafikia Ramadhani kabla sijajua msikiti uko wapi, na misikiti ilikuwepo tu ya kutosha. Kwanza tulianza kupata changamoto huko kambini, tukiambiwa tukifika Australia ukiwa uko Muislamu ujue unarudishwa nyumbani. Hicho ni kitu ambacho kina ndugu zetu wa upande wa kusoto wanahamasisha sana, wanaongea katika makambi hadi leo, wanatia watu uoga sana. Ukienda Ulaya hauwezi ukakaa huko Muislamu huko. Lakini tofauti tumekuja kukutana, hakuna nchi ambayo ina uhuru tupa uhuru si kama Waislamu kuabudu imani yetu bila kero yoyote kama hii nchi ya Australia. Tulipofika hapa, baada ya kuona hiyo misukosuko, tulikuwa na uoga, ilifikia hata ambao tulikuja tukawakuta hapa kutoka Sudan, kwa hali ambayo ilikuwepo hakuna mweusi. Unaweza ukazunguka siku nzima hauoni sura ya mtu mweusi. Kuna Wasudani ambao waliamua kuomba ticket warudie makwao. Kuna familia ambazo mimi mwenyewe niliziona kwa macho zimeomba ticket zirudie nyumbani. Wanasema hawezi wakaishi katika nchi hizi. Lakini sisi tuliweza kukomaa. Hali ilikuwa ni ngumu, kuona Mwafrika ilikuwa ni nzito. Nilipokuwa pande za Udrich, siku ya Laidi, nauliza, nikaona mzee mmoja hivi anaitwa Mzee Asmani Angalike, lakini sasa hivi ni kipofu, haoni. Nikamsikia kama anaongea kwa Kiswahili kambali. Ndio nilipomuuliza, akaniambia hapana, si sala ya Laidi tulisali jana. Nilisali jana. Na kupiga simu ilikuwa mtihani kipindi hicho. Tulikuwa tunapoteza mahela, makadi unajaza ndani ya kununua dola 10 kwa kuita Afrika. Haya WhatsApp wengine mmekutana, mmekuja kuenjoy, alhamdulillah. Tulipoteza hela nyingi sana kwa kuita nyumbani. Ilikuwa communication nzito sana. Hapo ndipo nilipoona wazo la kusema ya kwamba kipi ambacho tutakachosaidia wale ambao wangaliki kambini kujisaidiza sisi na wale ambao wanaokuja wageni wapya. Ikabidi tuone kama ni bora tufanye haka jamii, haka association chetu. Tukusanyike. Tulikuwa watu kama 6 hivi, akiwemo Mzee Asmani, wakina Shabani Muruka, tukakaa Kingston kule, tuko 6 tu, ni familia 6, hapakuwa wengine. Tukakaa chini, tulivyokaa chini tukasema namna gani tunaweza tukasaidia hao watu ambao wanakuja na kuwatoa uoga. Tulikuwa tukipiga masimu huko nyumbani, tunawaambia kama haya mambo ambao wanaozungumza ukiwa hapa watakuritadisha, tunasema ni uoga. Ambao wanakuja Waislamu tulikuwa tunawasaidia kuwatoa airport, tunawasaidia zile siku za mwanzo, kuwakaribisha, kufanya yani new immigrant tunawasaidia kila jambo, kuwatafutia nyumba na kuwahamisha. Yani walikuwa wanaishi Afrika wako vizuri. Siamini kama kuna Muislamu ambaye anaweza kuwa alifika hapa akapata shida. Na adake iko hapa. Hii adake ni African Diversity Association of Queensland. African Diversity Association of Queensland. Tuliweka hii jina kwa sababu kuna wengine ambao walikuwa tunaonekana kama kupata usaidizi huko mbele. Tukiweka jina ambalo linaingiza hiyo Uislamu, inaonekana sio diversity tena, sio jamii ya wa Afrika. Tumesha tema Afrika, ina maana zile nchi za za kati, mashariki ya kati zote, Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania na wale wengine ni wa Kenya wenye kuzungumza Kiswahili. Tukaona tuweke hilo jina. Kweli tulienda hivyo, tukaenda tunaongezeka, tunasaidiana Waislamu kwa Waislamu. Na hii hali tulikuwa tujawa nayo, ilifikia mwaka wa 2008. Kuna wenye wanaweza kuwa na wafahamu pale opposite ya hii ya Uluf, ngambo ya pili pale.
ujue mbili walikuwa ikipasalia kwa mara ya kwanza, palikuwa pako sale kubwa sana ambayo walikuwa wanauzisha kwa laki 7, nakumbuka kipindi hicho, lakini tuko wachache, hela ndogo. Tungilikuwa lao tuko kama leo, naamini tukaona sehemu kama ile tungilivamiaga tukainunua sale kubwa mno. Yani ni sehemu kama hiyo, yani kununua inakuwa yetu. Nilikuwa laki 7 ya Australia, sawa na laki 4.5 za Kimarekani. Tulikuwa wachache, tukaiona kwa macho hivyo, lakini tulilia ikawa imetutoka. Lakini alhamdulillah, siku gesi zinakwenda, Imam Shaaban aliendelea na darasa ya watoto, tukampatia watoto akawa anatusaidia kuwasomesha. Akaja wengine wakina Sheikh Musa ambao sasa hivi yuko Sydney, alhamdulillah, walijumuika kwa pamoja wakatusaidia watoto wetu, wakina mama wakawa kwenye hali nzuri ya kujua wapi. Alafu kingine zaidi, kipindi hicho ambacho Mwenyezi Mungu atatulipa, kina mama wengi waliokuwa wakija huku kwa kuokopa labda hiyo hali, wengine kuhitaji starehe, yani wakina mama walikuwa naona ni mameshi, wanaachia yani vichwa wazi, hawawazi Mwenyezi Mungu, hawana kuoga na Mwenyezi Mungu. Na yule ambaye anaona kama hapa kidogo wanajitandia, alikuwa na hama anaenda sehemu nyingine, anaenda kijiji kingine ama sababu nyingine ili aepukane na hao. Lakini walivyoona wao wameendelea na ile istikhama yao na ule umoja wao, wakenda wanajipa heshima, alhamdulillah, na wao walikuja huko. Alafu kizuri zaidi, katika hii jamii yetu tumebahatika kupata fursa ya kuoeana sisi wenyewe kwa wenyewe katika jamii ambayo iko hapa. Sisi wenyewe tunaoeana, na alhamdulillah kuna wengine wameshakuwa na familia kubwa, ina maana tuko tunaenda tunakomaa siku baada ya siku. Lakini kwa bahati mbaya tu kidogo, japokuwa mambo yanaweza akawa mazuri, panakuwa pako dosari ambayo naweza nikaambia hata jamii ambao watakao nisikia, kwa wale ambao tulikuwa nao pamoja mwanzo wa jambo hili, wamepitia, tuko wengi sana, lakini kuna kale kauvivu ambako leo wale ambao walikuwa viongozi wako wakiwatoa kwenye uongozi hawaonekani tena. Ningilihamasisha kwa ajili ya Allah, nje tukae pamoja. Angalia, tunakuwa na jamii kubwa, wakina mama ni wamekuwa wengi, wakina baba wamekuwa wengi. Watoto wetu kesho tutawaweka katika malezi gani kama hatukuwalea katika malezi ya dini? Tukiwaachia barabarani wataenda hovyo, wake zetu wataenda hovyo. Njoni tukae pamoja, tutumike kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu haya yote ambayo tunayoyafanya ni kwa ajili ya Allah. Tuache mambo mengine ambayo yanaweza yakawa ya madogo, shida ndogo, tuziache. Tukaribiane, tuongozane, tuhurumiane, ili tuone kama tutapata afwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na waomba sana kwa kuwahimiza ndugu zangu ambao hamko karibu tena, nje tusonge mbele. Alhamdulillah, Waislamu wako wanaongezeka siku baada ya siku, tunakuwa familia nyingi. Hiki ni kitu ambacho hata tukwenda mbele ya serikali wataona kabisa kama ni community ambayo imeenea, sio wale wa ujanja. Watoto tumezaa, tufanye nini? Ya Rabbil Alamin, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Tuangalie namna gani hii adake kwenye imetoka. Angalia leo, siku baada ya siku, sisi tumechukua kama wazee, tumechoka. Leo tunakuwa tunaongozwa na vijana kina Isa. Alafu alhamdulillah, leo wamefikia, vijana wamefikia kutupatia musala, sehemu ya kusalia. Hawa nguvu zao vijana wamefikia leo kumuitisha Sheikh, inabidi washukuriwe, wapewe nguvu. Sisi wazee ndio tuwakae karibu yao, tuwasapoti kwa karibu, ili tuone kitu gani tunaweza tukafika kesho kutwa. Tunaweza kuwa na madhaifu, sisi wazee tunaweza kuwa na madhaifu, lakini tukiwa kwa pamoja tutafanya kitu kimoja, tutakuwa one bond, tutatengeneza kitu ambacho huenda hatukuwa tunategemea. Itafikia kesho kutwa tunaweza tukafikia kununua hii nafasi yote,
Kila kitu kinaanza mwanzo, tunaenda kidogo, tunapanda. Leo tunapata msala, kesho tunaweza tukachukua hili jengo lote, tukapata hili jengo lote. Hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu. Hatujui neema ya Allah wapi natoka, lakini tukiwa one bond, tukiwa united, tukiwa kitu kimoja, kila kitu kitakuwa chepesi. Mtume amekuja, yuko na watu wachache sana. Mtume, tukiangalia mfano wa Mtume, alikuwa na maswahaba wachache sana, lakini angalia jinsi leo dunia nzima inajaa Uislamu. Kwa nini sisi hatuwezi tukafika mbele? Ndugu zetu wa Somalia wanaendelea, alhamdulillah, Allah walipe kila la heri. Tujifunze kwao ule umoja wanao, na sisi tuwe hivyo, ili tuwe na misikiti. Kesho tutaitawala dunia kwa ajili ya nguvu moja yenye tutakuwa nayo. Ninaomba na wale ambao ndugu zetu napata fursa ya kuambia ndugu zetu ambao wako Sydney, wenye wako Melbourne, wenye wako Adelaide, wenye wako Perth, alhamdulillah, mkae kitu kimoja, jumuikeni, muwe pamoja, mwache magomvi ambayo hayana maana. Hii sio dunia yetu, kesho hatupo. Muangalie future ya watoto wenu, angalieni future wa Uislamu kesho. Urudie kwenye umoja, chukueni mfano wetu sisi gisi tulivyo leo. Ada yake inaendelea, tulijaribu kusupport Adelaide lakini nguvu ilikuwa ngumu. Uiteni tuangalie kama tunaweza tukazunguka. Tulikuwa tunakuja kuwatembeleeni, lakini leo hatupati fursa tena kwa ajili labda umoja haupo. Bila umoja hakuna kwenye tutafika ya Rabbil Alamin. Sina mengi ya kuzungumza, nimepewa dakika ndogo, lakini mengi yalikuwepo. Angalia, tunaanza kupata wazee wapya hapa, alhamdulillah, ambao tulikuwa tujaona wengine. Hii ni neema. Ni neema. Wanapoona mambo mazuri wataenda wanazagaza huko. Hauwezi ukajua, you never know mwenye atakusaidia ni nani. Lakini ule umoja wenyewe wataona tuko nao, watasema wale wa vijana wanaenda vizuri, watasapoti ili tuendeleze Uislamu upanuke uwe mkubwa. Sasa tunahitaji Uislamu uje kuhukumu siku moja. All the world, sisi ndo tuchukue nguvu, turudishe Uislamu usimame. Na nyinyi hawa wa vijana, hakuna wengine. Nyinyi ile support yenu, ile nguvu yenu ndio itafanya Uislamu kusimama. Doesn't matter how. Mtume, narudia kusema, walikuwa wachache, lakini leo Uislamu unajaa dunia nzima, mamilioni ya Waislamu. Lakini unakuja ukutana, maswahaba walikuwa wakubwa ni wale wane. Abubakari, alikuwa Ali, alikuwa Uthman na Umar ndio wakubwa, lakini wamefanya leo dunia nzima tumekuwa wengi. How come sisi hatuwezi tukafanya tukaigeuza Australia yote iwe Wakristo wote wa Australia wageuke Waislamu? Hata wakibakia Wakristo wabakie pasenti ndogo, lakini Waislamu tu hukumu. Hicho ndio chenye naweza nikaomba, ndio objective yetu, ili tupate nusra ya Allah. Kwa hiyo acha nirudi tena kusema ninakomea hapa, lakini narudi tena kutoa shukrani shekhe wetu, nikisema ya kwamba tuko jamii kubwa, tumetembea panda, umepelekwa sehemu mbalimbali kuzunguka. Huenda kwa niaba ya wa wise men, mimi nazungumza kwa niaba ya ma wise men na vijana wangu wote hapa ambao ni kamati, huenda kuna lolote ambalo tunaweza kuwa tulikukwaza shekhe, isiwi sababu ya kesho kukuita ukakataa kuja. Wanadamu tunafanya makosa wakati mwingine bila kujua, lakini acha nichukue hiyo opportunity ya kuomba msamaha kwa yoyote ambayo unaweza kuliona mabovu, lakini vile vile lile ambalo unaweza kuliona lizuri, wallahi tunakuomba utufikishie huko nyumbani utakapokwenda. Yale ambayo utakuwa umeona mabovu utufichie nayo, ili utunasihi tu tuweze kubadilika. Wewe kama kiongozi wetu tunakupenda sana, na jamii nakupenda sana. Naamini yote ambayo yanaweza kuwa amefanyika kwa makosa itakuwa ni bahati mbaya, lakini nyoyo zetu zimekupenda sana, na tunakutakia mwisho mwema. Mwenyezi Mungu akulipe heri, akulipe pepo ya Firdaus. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nipata kuuliza swali kutokamana na story
ya ADAK. Historia hapa ni muhimu sana watu kuitambua. Nadhani kama utakuwa umesema ADAK imeanza 2006 2007. Mmepata changamoto nyingi. Unaweza kuwa mlikuwa ngapi kipindi hicho? Wakati tulianza nakwambia tulikuwa familia 6 Sheikh. Familia 6. Familia 6. Na sababu gani ilisababisha mwanzo? Kama nilivyosema, ukuli nielewa, nilisema ya kwamba changamoto ambazo tulianza kukutana nazo kambini, kutuambia kama tukifika Australia ukawa Muislamu ujue kama ukae mkao wa kunyanyuliwa na kurudishwa nyumbani. Muda wote wakikuona unasali ujue kama muda wote watakunyanyua na kukurudisha nyumbani. Hivyo ndivyo ambavyo walikuwa nazungumza kule kambini. Tulipofika hapa tukakutana zile habari sio kweli. Tukaona ya kwamba wengi wanaweza wakaumia, wengi wataritadi. Bora tuanzishe hii jamii ya kuweza kuelekeza wenye wako kambini, kwa maana tulikuwa tunaongea na wenye wako kambini, tunawafahamisha hali halisi ambayo iko hapa kwa sio kweli. Lakini pia tukaona ya kwamba kuna familia ambazo zinatoka kule zinatoka Afrika zinakuja hapa kama new migrants, wahamiaji, wanaenda kujikutana hakuna wa kuwapokea, wanaingia katika familia za Kikristo, na zile familia cha kwanza wanaanza kuwamotivate waende kanisani. Lakini tulichukua hiyo nafasi, ADAK kawa iko mbele ya kwenda kuwakaribisha na kuwahamisha, kuwaemelea, kuwapeleka watoto shule ya Kiislamu ambayo ilikuwa Jurak. Watoto wote wa familia zote zilikuwa zinakuja mpya, tunawapeleka Islamic school. Na kweli jamii yetu watoto wengi kama 90% wanasoma Islamic school. Hizo ilikuwa ni sababu za kusema tulize watu moyo, tuonyeshe ya kwamba mko na watu, mko na ndugu zenu hapa, mko na jamii yenu. Wakiuliza tu kwanza ile address, hapa kuna Waislamu. Wakikuona unasema Kiswahili, moja kwa moja wanakuaddress, wanakuambia chukua hizi namba, ADAK watakusaidia. Na wakitwita tu moja kwa moja tunakuwa tumeshafika inshallah. Naam. Angalia kitu kingine wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, kabla ya kushukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina budi kushukuruni nyinyi wote ambao mmefika hapa kwa siku ya leo kuweza kumwaga kipenzi chetu, ndugu yetu, dai wetu wa kimataifa, mtu mkubwa sana ambaye tulikuwa tumejivunia katika wiki mbili hizi. Alhamdulillah, tumenufaika sana. Mada zake zimetugusa wengine, sijui nisemeje kwa kweli. Yani furaha ambayo ametuachia, labda tutammiss kwa kweli, tutakuja kummiss very soon, kwa sababu ukiangalia mambo kama haya tulikuwa hatuzoei. Tulikuwa hatujapata nafasi ya kuswalishwa na wanazuoni kama hawa, hasa kwenye swala tukufu ya salatu ya Eid. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu mwaka huu ametukumbuka na sisi. Ni kamati ndogo, lakini sasa hivi mashallah, alhamdulillah, naona tunaanza ukua, na hala atujali sisi zote tuendeleze ADAK hii inshallah. Amen, amen. Kwa kifupi sitakuwa na mengi, lakini mimi nataka tumshukuru Sheikh. Kwanza Sheikh, leo nimepata wivu kidogo. Mwenyezi Mungu akupendelea kweli. Unaweza mkajiuliza kivipi? Bwana Mwenyezi Mungu amjalia akampa elimu, akampa roho ya kutoka kuacha familia akaenda kufundisha dini. Alafu baada ya hapo Sheikh ni mkarimu sana. Mimi sijawahi kuona kama vile anakasirikaga, wala anacheka kidogo. Sauti yake mashallah nyororo kama
ya dhahabu pia. Unaona bwana, akiwa anasoma Qur'ani hata kama uelewi leo itaguswa tu. Unajihisi uko Maka. Aise, watu wengine Mungu akawapendelea. Kitu kingine nimeshangaa leo, Waislamu wengi sana tulikuwa tunajua soka ni haramu, sio hivyo? Lakini nilipoona shehe mwenyewe kapira kabisa kanapanda, nikasema huyu jamaa Mungu akampendelea. Kwanza mpa elimu, pia akampa roho nzuri, akampa na nguvu, na akampa na profesa mwingine wa kucheza mpira bwana. Mimi nikaona labda tu mteua aje chezee timu sio ya taifa. Mnasemaje? Ya Brisbane. Ya Brisbane angalau. Maana yake mimi mwenyewe pale niliguswa. Nilikuwa sijui kama sisi tuna vijana under 18 karibu 20. Na pale nimetoa tamko na leo nitalihudhuria. Mimi niko tayari kutoa jezi, kununua jezi ya timu ya Adack inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na kitu kingine, mashaallah. Mimi nashukuru shehe sana. Pia nashukuru familia yake. Shehe alikuja huku akiwa anatokea Umra, mashaallah. Na siku ya Eid uwaga watu wanashirikiana na familia zao, lakini yeye alikuja kushirikiana na sisi. Hilo Waislamu nalipa na gharama ya faida gani kubwa sana. Allah warahisishie familia yake na pia na mwenyewe. Mwenyezi Mungu amrefishie umri mrefu tuweze kunufaika kwa haya matunda Mwenyezi Mungu aliyotupa. Kwa kifupi, shehe tutakumisi kila ndio tena kila siku mkirudi kwa wangu na jama vizuri. Sijui kama mnakielewa Kirundi? Kielewa vizuri sana. Na jama vizuri. Kuna siku hii kitajaa na kuna siku itakuwa hivi. Basi kwa kifupi nisitoe kwa sababu tutakuwa tumemaliza mada hii leo baada ya salati isha. Shehe tunakutakia kila la heri na safari njema na wasalimie ndugu zetu huko tunapokwenda inshallah. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sifa zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu na sala na salamu zimwendee kiongozi wetu wa umma na si mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya utangulizi, wallahi sijui wapi nitaanzia, maana makamu rais amezungumza mengi sana tena mazuri sana kwa shehe wetu, pia kwa jamii yetu ya Adack na wageni kwa jumla. Ila kwa kuwa mambo ni mengi ya kuzungumza na huu ni muda wa kumuaga shehe wetu, itanibidi tuzungumze tu. Kuna watu ambao siwezi nikawasahau, lazima niwashukuru katika safari hii ya kuongoza Adack na kuwaweka jamii ya Adack pamoja. Wa kwanza kushukuru ni mzazi wangu ambaye ni Mzee Kibungu. Mzee Kibungu, shukrani zake za dhati sana kwa sababu ya malezi, na hiki nikipeleka sana kwa wazazi pia na vijana wetu, kwa sababu kama mzazi anakupeleka anakuonesha njia nzuri, inabidi utekeleze, na anajua nini mafanikio yako huko mbele. Wazazi wengi hawapendi kuona watoto wao wanapotea, na hili ni jambo ambalo mzee wangu Mzee Kibungu alifanya. Nazidi kumshukuru sana, japokuwa huzuni tu mwingi kuona siku ya mwisho ya shehe wetu kwenda ngilikuwepo hapa, lakini alhamdulillah watoto tunamwakilisha na wajukuu wapo hapa pia. Pia shukrani za pili ni za kwenda kwa wazee wetu, wazee wa busara. Kama historia mzee ametoka kuzungumza, mzee wetu Mjomba Kiza, ni kweli Adack wameianza ikiwa ndogo sana, hakuna budi kurudilia, lakini hawakukaa chini, walipambana usiku na mchana, vikao isiyopungua 100. Mwisho walikuja kuona tunakuwa na vijana, kwa nini tusiandae kundi ya vijana? Wakaamua kuandaa kundi ya vijana. Nani watasimamia? Kipindi hicho ndio bado tungali tunapokelewa kwenye Adack.
tulikuwa miongoni mwa watu ambao tulichaguliwa kwa mara ya kwanza kuongoza ADAK. Yote hii walikuwa naona malengo huko mbele, wanatarajia nini wazee wetu, nini wanatarajia huko mbele kwa jamii yetu ya ADAK. Alhamdulillah, dhamira zao hazikuwa mbaya. Leo kama gisi anasema, tunakuwa leo kwenye uongozi. Shukrani sana kwa wazee wetu wa busara kwa kufungua kundi ya vijana, sio kwa wanaume tu, na kwa wanawake pia walifanya hivyo. Na shukrani za tatu ni kwamba nazipeleka kwa wakina mama. Wakina mama wamefanya kazi kubwa sana tangu mwezi Ramadhani, nianzie mwezi Ramadhani hadi mipango ya kumkaribisha shekhe wetu hadi leo hamjakaa chini, ni simu panda shuka kuulizia shehe atakula nini, shehe yuko wapi, tufanye nini. Na yote hii ni kwa ajili ya kutaka radhi kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni kuiongoza jamii yetu ya ADAK, kutaka jamii yetu ya ADAK ifike wapi. Kwa hiyo shukrani nyingi sana nawapeleka kwa wakina mama pia na wakina dada. Kundi la wakina dada wamefanya kazi kubwa sana. Mwezi Ramadhani walimejitolea kwamba watalisha Waislamu, pia walijitolea kwenye kununua maji na mengine pia. Kwa hiyo wakina dada tunawashukuru kwa jitihada yenu ambayo kwa wakina dada pia ujumbe wetu ama shukurani zetu ni hizo. Pia shukurani za nne zinaenda kwa ADAK, kamati kuu ya ADAK. Kamati kuu ya ADAK haijawahi kutuangusha. Nimefanya kazi kubwa sana ili kufikisha jamii yetu hapa ambapo ilipo, wakiwepo Vice President atoka kuzungumza, shehe wetu Sheikh Shaban, treasurer wetu ambaye ni Sheikh Alim na secretary Idi, wamefanya kazi kubwa sana. Walikuwa hawalali, kamati nzima ilikuwa ilali kuhakikisha kweli watu wamefikia sehemu maalum. Kila siku ambayo inakuwa ni ya event au ya sherehe yetu ya jamii, walijitahidi kufika mapema, at least watu 2 watatu, ili waifanye jamii kuona kwamba viongozi wako mbele, wengine wafate huo. Kwa hiyo nazidi kuwashukuru sana kamati na Waislamu pia. Kwa hiyo shukrani za tano ni kwamba nazipeleka kwa jamii nzima ya ADAK, kwa sababu bila nyinyi hapa tungeonekana kwamba ni watu 2 au 5 kwenye kamati, lakini amkukaa nyuma mkasema hapana, kuna jambo la dini huku, kuna Uislamu, twendeni tusikie 2 matatu ambayo viongozi wetu wanatuitishia. Kwa hiyo nashukuru sana kwa jamii ya ADAK. Tunawaomba kuendelea kuwa na umoja kama huu, tusichoki kusaidiana, na ambao watakuja baada ya sisi tunakuombeni muwasapoti vilivyo. Shukrani za mwisho, kabla ya shukrani za mwisho kwamba ni za 6, ni kwa mke wangu Aisha binti Ali, sio Aisha wa Vice President, hapana. Aisha binti Ali, nakushukuru sana kwa support ambayo ulifanya, kwa sababu kama nilikuwa nikiamka usiku ulikuwa unanituliza, subiri fanya hivi. Unajitahidi kuniongoza katika masuala ya dini. Kwa hiyo kuna msemo unasema, ukiona mwanaume anaongoka ina maana nyuma kuna mke mwema. Kama sio mwema huwezi ukaongoka. Lakini kwa mazuri ambayo unaendelea kuyafanya katika jamii ya ADAK, kwa pamoja nazidi kushukuru na Mwenyezi Mungu azidi kuweka. Basi kwa shehe wetu sijui nianzie wapi. Mashaallah, kazi umeifanya, kazi kubwa sana. Umefanya kazi kubwa sana kwa jamii yetu ya ADAK. Natamani kutoa machozi kwa sababu kuna kitu niliwahi kukiona mbele kabla hata ya kuja, lakini yanaenda yanatoka, yanaenda najitokeza.
leo ujio wako wa mara ya pili, alhamdulillah, tumepata Waislamu, watu wawili wamesilimu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tumepata Waislamu wapya kwenye jamii yetu ya Daka. Ni kazi kubwa sana umefanya. Ninaamini kuna hadithi kama sisahau inasema kwamba ni kheri zaidi apate kusilimu mtu mmoja kuliko kupewa zawadi ya ngamia 100. Tena zile nyekundu. Wewe umesilimisha watu wawili. Watu wawili wamesilimu kwa wewe kuwepo hapa jamii yetu ya Daka. Kwa hiyo shukrani kubwa sana tunaitoa kwako. Tunakuomba uendelee kusaidia Daka. Tunajua una majukumu mengi sana, familia na kutizama. Lakini uliamua kuacha familia ukaja kusikiliza ndugu zako Waislamu, kuwatolea 2 matatu ndugu zako Waislamu. Pia na haujachoka, umeendelea kufundisha jamii yetu na vipindi karibuni V6 kama sisahau, wakina mama, vijana, usiku na mchana unaiangalia jamii yetu ya Daka. Ina maana kwamba kuna kitu fulani unakiona kwenye jamii yetu ya Daka. Tunakuomba uzidi kutuunga mkono, ushirikiane na sisi hadi siku ya mwisho. Na tunaweza tukakuomba zaidi, kama Mwenyezi Mungu akikujalia, tukipata msikiti basi uhamie makazi yako yawe hapa. Lakini biidhnillah tunaamini yote yatatokea. Pia kwa kina mama inshallah, kwa kina mama, mama president, umefanya kazi kubwa sana na kamati yako nzima umejitahidi sana. Mimi kabla sijamaliza ningeomba na wewe upewe tu kidogo hata kutoa salamu kwa jamii. Mama president, kwa kazi kubwa ambayo umeifanya, kweli siwezi nikapendekeza liishe bila wewe kuzungumza pamoja na kamati nzima, sababu kuna kamati 2 3 umeziandaa au tumeandaa kwa pamoja, ikiwemo kamati ya maandalizi. Wamefanya kazi kubwa sana. Chochote shehe alikuwa akihitaji walikuwa nakipata. Shehe watu wakitaka kumuona shehe wanapitia kwa hiyo kamati. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana ambao kamati kubwa 2 zimefanya. Kwa hiyo nakuomba hata dakika 2 inshallah upate kuzungumza au kuwashukuru Waislamu na shehe wetu akiwepo hapa. Na baada ya hapa shehe wetu tuna zawadi tunakuandalia, japokuwa itakuwa ni ndogo, lakini hiyo ndogo itakufikia inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam.